Ndani ya ukumbi wa Imam Khomeini Religious Center, sauti ya kumbukumbu, majonzi na msimamo wa taifa zilichanganyika. Ilikuwa ni siku ya 6 tangu kuuawa kwa Jenerali Qasim Soleimani, shujaa wa Iran aliyepigwa na kombora la drone la Marekani karibu na Baghdad mnamo mwaka 2020. Lakini zaidi ya kumbukumbu, ilikuwa ni siku kubwa ya onyo. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Al-Khamenei alisimama mbele ya familia za mashujaa waliolitoa taifa uhai wao, akitoa ujumbe mzito unaolenga si tu Iran, bali jamii yoyote inayokabiliwa na vita visivyoonekana, vita vya akili, uvumi na fitina, maarufu kama vita laini. Kwa sauti tulivu lakini yenye uzito wa historia, Ayatollah Khamenei alisisitiza umuhimu wa uelewa wa umma na mshikamano wa kitaifa dhidi ya mikakati ya adui inayolenga kuvuruga jamii kwa maneno badala ya silaha. Na hapa namnukuu: kilicho hatari si risasi, bali ni kutojali vita laini vya adui, kutojali uvumi unaopandikizwa, huko ndiko kunakozaa udhaifu, alionya, huku akigusia mikusanyiko ya hivi karibuni ya wafanyabiashara na wananchi. Kiongozi huyo aliweka mstari ulio wazi kati ya madai ya halali na vurugu za makusudi, akisema kuwa kupinga ni haki, lakini kupinga si sawa na kufanya ghasia, kwani mwandamanaji anasikilizwa, mchochezi wa vurugu hasikilizwi. Alionya vikali juu ya makundi yanayojificha nyuma madai ya kiuchumi, yakilenga kuyatika maandamano ya raia waaminifu ili kuyageuza kuwa jukwaa la uharibifu na kuyumbisha dola, huku akibainisha kuwa haikubaliki kundi lolote kwa jina lolote kujificha nyuma wafanyabiashara waaminifu na kugeuza kilio cha haki kuwa dhana ya uasi. Katika hoja iliyoonyesha uhalisia wa maisha ya wananchi, Ayatollah Khamenei hakukanusha ugumu wa kiuchumi unaolikabili taifa. Alikiri kuwa kuyumba kwa thamani ya sarafu na misukosuko ya soko la fedha ni jambo linaloumiza wafanyabiashara na kudhoofisha mazingira ya biashara, ambapo kwa sauti ya ukiri na kiongozi mkomavu alisikika akisema, na hapa namnukuu: mfanyabiashara anapoona sarafu ikiporomoka, viwango vya ubadilishaji vikibadilika kila saa, na anasema siwezi kufanya biashara, anasema kweli, kwani kupanda na kushuka kusiko na mpangilio si jambo la kawaida. Huu ni mkono wa adui, alisema, akiongeza kuwa serikali na mihimili yote ya dola iko kazini kulidhibiti tatizo hilo. Katika kilele cha hotuba yake, Ayatollah Khamenei alimrejea kwa kina shahidi Qasim Soleimani, akimtaja kama mfano kamili wa binadamu wa nyakati za sasa, huku pia akimwelezea Soleimani kama mtu aliyekuwa na imani isiyotikisika kwa Mungu na lengo, asiyeishi kwa sifa wala umaarufu, bali kwa kutenda pale palipohitajika, iwe ni ndani ya Iran katika mapambano dhidi ya ISIS, kulinda maeneo matakatifu au kusimama mstari wa mbele wa mapambano ya kimkakati, huku akitoa wito kwa taifa kusimama imara dhidi ya shinikizo na njama.